Itakumbukwa kwamba Oktoba 29 ulifanyika uharibifu mkubwa wa miundombinu na vitendea kazi katika kituo cha pamoja cha forodha Kasumulu wilayani Kyela, hali iliyosababisha shughuli za kiutendaji kusimama kwa muda. Balozi wa Tanzania nchini Malawi Agnes Kayola ametembelea mpaka huo, ndipo meneja wa TRA mkoa wa Mbeya akamweleza hali ilivyo kwa sasa. Sasa hivi tumesharudi, tunafanya kazi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwahakikishia wafanyabiashara wote pamoja na importers wote ambao wanatumia mpaka wetu wa Kasumulu. Mara nyingi wanatoka Malawi. Kwa hiyo tukuombe tu kawaambie kwamba mpaka wetu sasa unafanya kazi vizuri na hakuna shida yoyote. Kwa hiyo niwaombe tu watu wote ambao walikuwa wanatumia mpaka wetu, ambao walikuwa labda wana wasiwasi, hata ulinzi tuko salama, tuko vizuri kabisa. Mbali na hilo, meneja wa forodha Kasumulu Nasib Kalomboza na mfanyabiashara Bernard Mwikamba wametumia nafasi hiyo kumweleza Balozi Kayola baadhi ya changamoto za kiutendaji na kibiashara zinazotokea katika nchi za Tanzania na Malawi. Kuna restrictions ambazo wenzetu wa Malawi waliweka, ambazo pia zilikuwa zinaleta ugumu wa wafanyabiashara wetu wa kutoka huku Tanzania kwenda kuchukua mazao hayo kuyaleta Tanzania. Sasa hiyo ilienda ikachochea swala la magendo kuwa kubwa, kwamba watu wakawa sasa, kwa sababu wanahitaji hivyo vitu kutoka Malawi, lakini sasa wakawa wanalazimika kuwa wanapita njia za pembeni, yani njia ambazo sio rasmi. Ilitufanya kidogo tukawa tunakosa sana mapato. Ukishanunua bidhaa Malawi hawakupi kibali leta huko. Kwa hiyo mfanya biashara kama unavyojua inabidi ajitetee kwa njia za panya ambazo zinatusababishia gharama kubwa sana. Baada ya kusikiliza changamoto hizo, Balozi Kayola amesema ataziwasilisha kwenye serikali ya nchi ya Malawi, huku akitoa mwito kwa Watanzania kuchangamkia fursa za kibiashara zilizopo kwenye mpaka huo. Tumepita mpakani, biashara zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo tunazidi kuwahamasisha wafanyabiashara kwamba waendelee kufanya biashara ili kuendelea kukuza uchumi wetu. Tunafahamu kwamba mkoa huu upo karibu na mpakani, kwa hiyo kuna fursa nyingi sana ambazo zinaweza kuchangamkiwa. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.